wajumbe wa secretariat ya chama ambao mmeteuliwa mchana wa leo, waheshimiwa ndugu zangu katika taaluma ya uandishi wa habari, assalamu alaikum. Kama ambavyo ilivyotanguliwa kusemwa na ndugu John Mrema kwamba kamati kuu ya chama chetu imemaliza kikao chake muda mfupi uliopita, ikiwa imejadili na hatimaye kuazimia juu ya masuala mawili, lakini la pili likiwa na A na B. Jambo la kwanza ni uundaji wa secretariat na uendeshaji wa chama makao makuu ya chama Dar es Salaam na ofisi ya makao makuu ya chama Zanzibar. Na ajenda ya pili ikiwa ni Operation C4C tusonge mbele, yani Chauma for Change tusonge mbele, ambayo hiyo pamoja na operation yenyewe, lakini ilikuwa ina kipengele B kinachohusisha uzibaji wa mapengo katika nafasi mbalimbali za kiuongozi pamoja na uundaji wa kamati za kuratibu, kusimamia na kuendesha uchaguzi mkuu katika chama chetu. Waheshimiwa waandishi wa habari, kama mnavyokumbuka, tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka huu chama chetu kilipata katibu mkuu mpya ambaye ni mimi na manaibu makatibu wakuu wawili, Mohamed Mansur, naibu katibu mkuu wa chama, Mohamed Masudi, naibu katibu mkuu wa chama Zanzibar, na Benson Kigaila, naibu katibu mkuu wa chama upande wa bara. Na kwa tafsiri hiyo basi, iliyokuwa secretariat ya chama automatic ikawa imekoma, kwa sababu tayari katibu mkuu na manaibu wake wote wawili waliteuliwa upya. Kwa hiyo tukawa tuna kazi ya kuiunda upya secretariat ya chama chetu. Na hapa kwa kweli nimshukuru sana naibu katibu mkuu bara Benson Kigaila na naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Mohamed kwa namna ambavyo wamenisaidia kwa kiwango kikubwa sana kuchakata na hatimaye kupata safu ya secretariat ya chama chetu makao makuu Dar es Salaam. Lakini pili, nimshukuru sana mwenyekiti wa chama chetu, wakili msomi mzee wetu Hashim Rungwe Spunda, pamoja na makamu wake wote wawili, Mheshimiwa Isa na Mheshimiwa Devota, kwa ushirikiano mkubwa walionipatia wa kuafiki pasi na kipingamizi chochote majina niliyowasilisha kwao kama mapendekezo ya katibu mkuu ya kuundwa kwa sekretarieti ya chama chetu. Na mwisho ni washukuru sana tena sana wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu cha Chauma kwa kuyapokea majina hayo, kuyadadavua, kuyajadili na hatimaye kuyaunga mkono kwa 100% yale majina ambayo niliyawasilisha mbele yao kwa ajili ya uteuzi wa wakurugenzi na naibu wakurugenzi wa makao makuu ya chama chetu. Kwa hiyo ninawashukuru sana tena sana kwa namna ambavyo wamenipa ushirikiano, wamenisaidia mawazo, wamenisaidia fikra, na hatimaye tukatoka na kauli moja iliyowezesha kufikiwa kwa hatua ya kuunda kwa secretariat yetu kama ambavyo ilivyoainishwa kwenye katiba ya chama chetu toleo la mwaka 2024. Kwa sababu yote hayo yanayofanyika basi tunayafanya kwa kuhakikisha kwamba tunazingatia
miongozo, taratibu, kanuni na masharti yaliyowekwa ndani ya katiba yetu hii. Kwa hilo ni la kwanza, lakini la pili ndio hilo kama nilivyoeleza la operesheni. Na nitaomba nianze na hilo la operesheni yetu, halafu basi nije nimalizie kwa kuwaeleza Watanzania ni kina nani basi waliopewa dhima hiyo ya kukiendesha chama chetu makao makuu. Lakini yote mawili, kabla sijaanza kuyazungumzia yote mawili, msingi mkubwa wa mambo yote mawili ambayo tumejadiliana kwa kina na tumekubaliana kama chama katika ngazi ya kamati kuu ni kwamba ipo haja sasa chama chetu kuto kujiendesha katika wakati huu katika mazingira ya kawaida. Narudia tena, tumekubaliana kwa kauli moja ndani ya kamati kuu ya chama chetu kwamba ipo haja sasa chama chetu katika wakati huu wa uchaguzi mkuu kuto kujiendesha katika mazingira ya kawaida. Tafsiri yake ni nini? Kwa kuwa tupo katika kipindi cha uchaguzi mkuu, tukitambua wote kwamba Chauma tumeahidi na tunaendelea kuahidi na kuendelea kusisitiza mbele ya umma wa Tanzania na mbele macho ya ulimwengu kwamba tutashiriki uchaguzi, na sio tu kwamba dhamira yetu ni kushiriki uchaguzi, bali dhamira yetu ni kushiriki kwa kishindo na kwa mafanikio uchaguzi mkuu huo. Hivyo tumeamua chama chetu katika kipindi cha kuanzia sasa hadi hapo utakapomalizika uchaguzi mkuu tukiendeshe katika mfumo na utaratibu wa kiuchaguzi. Kwa kile ambacho Waingereza wanaita chama chetu tukigeuze sasa kuwa ni electoral machinery, chombo cha kiuchaguzi katika ngazi zote, ngazi za taifa mpaka ngazi za chini, kwamba kila tunachokifanya sasa lazima kilenge na kihusishe moja kwa moja uchaguzi mkuu. Kila tunachoamua sasa na kila tunachokipanga sasa na kila tunachotumia kuanzia sasa lazima kilenge moja kwa moja kwenye uchaguzi mkuu. Kwa tunataka chama chetu sasa kisiwe chama kinajoendesha katika mazingira ya kawaida yaliyozoeleka ya nyakati zote za kawaida. Tuko kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu na chama chetu lazima tumesema sasa igeuke kwamba iwe ni machinery ya kiuchaguzi. Chama kizima kiwe ni machinery ya uchaguzi ambao kwa lugha kigeni tunasema electoral machinery, ili kuongeza kasi, kuongeza nguvu ya kufikia mafanikio tuliyojiwekea ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Na hata ziara ambayo inakwenda kuanza tarehe mosi Juni, na mniwe radhi, nakumbuka wakati wa Ubungo Plaza kwenye tukio letu la kupokea wanachama tulitangaza operation hiyo itakuwa tarehe 30, lakini sasa tunaomba tubadilishe, itakuwa tarehe mosi Juni na operation hiyo itazinduliwa jijini Mwanza kama tulivyotangaza. Sababu za hairisho la kutoka tarehe 30 Juni kwenda tarehe mosi ni kwamba tulifanya mashauriano na baadhi ya vyombo vya habari kwa ajili ya utaratibu wa kuhakikisha kwamba mkutano wetu unarushwa moja kwa moja, na vyombo kadhaa vya habari vilitueleza kwamba kutakuwepo na tukio jingine ambalo tayari wameshapanga kwenye taratibu zao kwamba tukio hilo nalo litarushwa mubashara na halihusishi chama chetu, ni taasisi nyingine. Kwa hiyo tukaona hakuna sababu ya kuwanyima haki wa Tanzania ambao hawatofanikiwa kuwepo jijini Mwanza kushuhudia uzinduzi wa operesheni yetu, na hivyo tumeipeleka mbele siku moja ili kuhakikisha kwamba tunapata au tunafikia malengo yetu katika muktadha wote tuliojiwekea wa tukio letu hilo. Hivyo ifahamike sasa operesheni yetu tutaizindua tarehe mosi mwezi Juni mwaka 2025 jijini Mwanza. Kwa waheshimiwa waandishi wa habari na waheshimiwa wa Tanzania ambao hivi sasa mnanisikiliza na kunifuatilia, mbali ya operesheni hiyo ambayo itakuwa na malengo ya kwenda kueleza sera na madhumuni yetu na kukienezi chama chetu na kuwaandaa Watanzania kwa ajili ya ushiriki wa uchaguzi mkuu na kuwahamasisha Watanzania wajiweke mgusawa kutuunga mkono kwenye uchaguzi mkuu, ikiwemo pia kuhamasisha wale wote walio tayari na wenye dhamira ya kugombea kwenye uchaguzi mkuu
kupitia chama chetu kwamba sasa wakae tayari, kwa sababu chama ni kama sasa kimeanza rasmi mchakato wa uchaguzi, na kama nilivyoeleza, tumejiandaa, tumejipanga na tumedhamiria kushiriki uchaguzi huo kwa kishindo na kwa mafanikio makubwa. Hivyo basi, pamoja na operation yenyewe ambayo itagusa mikoa takribani yote ya Tanzania kwa malengo hayo ambayo nimekwisha yaeleza, bado tutakwenda kufanya mambo mawili makubwa, au pamoja na operation hiyo tutazindua mambo mawili makubwa. Mosi, uzibaji wa mapengo kwenye nafasi na ngazi mbalimbali za uongozi. Nafikiri ni wazi kabisa kuwepo kwa mapengo ya kiuongozi na kwenye muundo wa chama sio jambo la kustaajabisha sana, lakini sasa tumekamilika. Tuna watu wa kutosha wenye uwezo, wenye weledi, wenye utayari, mamia kwa maelfu walio tayari kushika nafasi za kiuongozi ndani ya chama chetu cha Chauma, na hivyo basi, kwa muktadha huo, wakati tunazindua operesheni yetu hiyo, tutazindua na kampeni kabambe, mkakati kabambe wa kuziba mapengo, wa kuhakikisha kwamba hakuna kata inayokosa kiongozi, hakuna jimbo linalokosa uongozi, hakuna wilaya inayokosa uongozi, hakuna mkoa unaokosa uongozi, na hakuna ngazi yoyote ya kitaifa kwa mujibu wa katiba yetu hii ya chama toleo la mwaka 2024 ya Chauma inayokosa uongozi. Kwa tutakwenda kuziba mapengo hayo, na watu wetu hivyo wajiandae kuomba, wajiandae kujitokeza, na wajiandae kupokea majukumu hayo kama ambavyo tutaeleza utaratibu utakavyokuwa wakati wa uzinduzi wa operesheni yetu tarehe mosi Juni 2025 jijini Mwanza. Lakini linaloendana na hilo, kama ambavyo nimewaambia, chama chetu sasa tunataka kiwe katika sura na mtazamo na muonekano wa kiuchaguzi, na kama nilivyowaambia kwamba tunakwenda kufanya ile chama chetu kuwa ni chombo cha kiuchaguzi, yani electoral machinery. Tunakusudia kuunda kamati za kusimamia, kuendesha na kuratibu uchaguzi mkuu katika ngazi zote za chama, kuanzia ngazi za kata, ngazi ya jimbo, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa. Tunakwenda kuunda kamati hizo zitakazokuwa na nguvu ya kikatiba, na tutazijengea uwezo kwa ajili ya kuratibu na kusimamia masuala yote yanayohusu uchaguzi mkuu kwa upande wa ndani ya chama chetu. Na tukisema mambo hayo nafikiri yanafahamika. Kuanza kutengeneza taratibu za kampeni, kuanza kufanya tafiti juu ya wagombea, ngazi ya jimbo ifanye utafiti juu ya wagombea wanaogombea ubunge na wanaogombea uwakilishi kule Zanzibar, ngazi ya kata waanze kufanya utafiti juu ya wagombea wetu wa ngazi ya udiwani, na ngazi ya taifa ianze ama iendeleze utafiti juu ya nani anayefaa kupeperusha bendera ya Chauma kwenye nafasi ya urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kwa tutaunda kamati maalum kwenye ngazi zote za kichama kuhakikisha kwamba na ngazi zote za kichama na za kiserikali zinazohusika na huo uchaguzi, ili kuhakikisha kwamba hakuna ombwe la kiuongozi wala hakuna ombwe la kimkakati tunaloliacha katika swala zima la ushiriki wetu wa uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Kwa hayo ndio mambo mawili ambayo kamati kuu imejadili, imeanza sasa kujadili mwelekeo wa uchaguzi mkuu wetu, na kwa kuanzia imeona ipo haja ya kuwepo kwa kamati hizo maalum mahususi ambazo zitakuwa na dhima ya kusimamia, kuendesha na kuratibu shughuli zote zinazohusiana na kampeni na uchaguzi. Kwa hiyo mpango huo tutauzindua pia jijini Mwanza wakati wa uzinduzi wa operesheni yetu C4C tusonge mbele. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Kwa nitoe rai kwa viongozi wangu wote wa Chauma kwenye ngazi zote, watoe ushirikiano kwenye zoezi la uzibaji wa mapengo, watoe ushirikiano kwenye zoezi la uundaji wa kamati hizo, ili wote tuwe na uelewa na ufahamu wa pamoja kwenye malengo mapana na picha pana tulionayo kuelekea uchaguzi mkuu
wa kitaifa baadaye mwaka huu. Kwa hilo ni jambo la kwanza na eneo la kwanza kuhusiana na swala zima la operation. Eneo la pili ambalo kamati kuu yetu ya Chauma imelijadili ni lile ambalo nimetangulia kuwaeleza, kuunda na kuendesha sekretarieti ya chama makao makuu Dar es Salaam na kule Zanzibar. Sasa imepitia majina, imepitia mapendekezo, imewaona wahusika, imewajadili, imewahoji na hatimaye imeridhika kutoka na majina yafuatayo, wakiwa ndio wanaobeba sasa jukumu la kukiendesha chama chetu makao makuu ya Dar es Salaam. Na katiba yetu imeeleza, katiba yetu ya Chauma ukiangalia sura ya 73 imeeleza idara zinazopaswa kuwepo kwenye kwenye secretariat ya chama chetu. Kwa ukiangalia sura 73 inasema idara za secretariat ya chama. Kutakuwepo na secretariat ya chama katika kila ngazi za tawi, kata na wadi, jimbo, mkoa na taifa. Katika ngazi ya taifa kutakuwa na secretariat katika makao makuu ya chama Dar es Salaam na katika ofisi ndogo ya makao makuu kule Zanzibar. Secretariat ya kila chama itakuwa na idara zifuatazo: idara ya uchumi, fedha na mipango; B, idara ya habari na taarifa kwa umma; C, idara ya uchaguzi, kampeni na organization; D, idara ya ulinzi na usalama; E, idara ya mahusiano, mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa; F, idara ya itikadi, mafunzo na elimu kwa umma; G, idara ya viongozi wawakilishi wa wananchi kupitia chama; H, idara ya sheria, katiba, haki za binadamu na maendeleo ya jamii. I, inazungumza sasa katibu wa chama atakuwa mwenyekiti wa sekretarieti ya ngazi yake na kutafanyika kikao angalau mara moja kila mwezi. Hiyo ni sura ya 73 ya katiba yetu. Na kwa mantiki hiyo basi, baada ya kupitia tuna idara ambazo zimekidhi katiba yetu, na tumefanya nyongeza ndogo kwa kutumia mwanya wa katiba wa kuteua wataalamu ambao nao wanakuwa sehemu ya secretariat ili kukidhi mahitaji ya wakati tulionao na malengo tunao ya kusudia wakati wa uchaguzi mkuu. Nikianza na idara ya habari na taarifa kwa umma, kamati kuu imemteua ndugu John Edward Mrema kuwa mkurugenzi wa kurugenzi hiyo ya habari na taarifa kwa umma. Ndugu Mrema anafahamika, ni mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni kijana mwenye uzoefu mkubwa wa kisiasa usiotuliwa shaka yoyote. Amehudumu kwenye nyadhifa mbalimbali za kisiasa na amekuwa na ushawishi ndani na nje ya nchi, na amekuwa na uzoefu mkubwa wa kiuongozi ndani na nje ya nchi. Kamati kuu imeridhika na haina shaka yoyote kwamba mdomo huu na akili hizi na talanta hizi za Mheshimiwa John Edward Mrema zitakisaidia chama chetu katika wakati huu tunapoelekea uchaguzi mkuu. Msaidizi wake atakuwa Bwana Ipiana Samson, ambaye alikuwepo tangu awali ndani ya sekretarieti ya Chauma kabla haijavunjwa au haijavunjika rasmi tarehe 19 mwezi huu. Bwana Ipiana ana uzoefu mkubwa, ni mwandishi wa habari, lakini pia ni msomi aliyebobea pia katika masuala ya habari na masuala mengine, na ni mwandishi wa habari ambaye yuko active kwa sasa, pia ni mwandishi wa habari. Kwa combination ya Mrema na Ipiana, tunaamini kabisa hakuna shaka yoyote mwendo wetu huu utakuwa ni mkubwa na hakutokuwa na kiu ya Watanzania kupata ama kusikia ama kuona taarifa zinazokihusu chama chetu. Kurugenzi ya uchumi, fedha na mipango, kamati kuu imemteua Catherine Ruge
ambaye huyu ni msomi wa shahada mbili, ana masters degree ya masuala ya finance, lakini pia ni mtu ambaye ana CPA, yani na yeye ni mhasibu anayetambulika na bodi ya wahasibu Tanzania. Kwa hiyo ni mtu ambaye amefanya kazi kwenye taasisi za fedha, ni msomi aliyebobea na anakidhi vigezo vyote vya kisheria na vya kibinadamu kwa mtu ambaye anastahili kushika nafasi ya ukurugenzi wa fedha mahala popote pale. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunaamini atatusaidia sana kwenye eneo hili la fedha, mipango na uchumi. Msaidizi wake atakuwa Stewart Kaking, ambaye naye ni mhitimu wa chuo kikuu, na huyu ameshafanya kazi za kiutendaji kwenye taasisi mbalimbali, na tunaamini atamsaidia vilivyo mkurugenzi kwenye eneo hili hasa la utawala na eneo la mipango. Kwa hiyo hatuna shaka kabisa kwamba watu hawa wawili wataijenga, kuimarisha na kuifanya kuwa iweze kutoa matokeo chanya yanayokusudiwa ndani ya chama na mbele ya mamilioni ya Watanzania wanaoiunga mkono Chaumma na wanaoweka matumaini yao kwenye chama chetu. Tatu, ni kurugenzi ya uwakilishi ya viongozi wa wakilishi, kwa maana ya wabunge, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar na madiwani. Kurugenzi hii, kamati kuu imemteua mkurugenzi wake Bwana Kayumbo Kabutali, ambaye yeye ni msomi wa chuo kikuu na ni daktari wa mifugo mbobevu, mwanasiasa wa muda mrefu. Amefanya siasa kwenye, kabla ya Chaumma amekuwa kwenye vyama kadhaa vya upinzani, amefanya kazi taasisi mbalimbali kama mtumishi, lakini pia amehudumu kwenye chama cha Chaumma kama makamu mwenyekiti upande wa Tanzania bara mpaka ilipofika tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu. Kwa hiyo alipoamua kujiuzulu kwa hiari yake ili kuweza kutoa nafasi ya kuunganisha na kuboresha nguvu ya kiuongozi na kiutendaji ndani ya chama chetu. Kwa hiyo yeye ndiye atakayekuwa mkurugenzi wa viongozi wa wakilishi wa chama kwenye vyombo vya kiserikali, yani Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, halmashauri kwa maana ya madiwani, na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kwa upande wa Zanzibar. Ni mtu ambaye amebobea kiuongozi, ni mtu ambaye amebobea kwenye siasa. Hatuna shaka yoyote na CV yake kwenye kutekeleza majukumu yake kwenye eneo hilo. Tano, Wizara ya Mahusiano, mambo ya nje, mahusiano ya kimataifa na mambo ya nje. Wizara hii, kurugenzi hii, tunatakiwa kusema inshallah. Ndio tunakwenda hivi Novemba, tunaweza kukuta ndio tunatangaza baraza la mawaziri hivi. Mseme inshallah. Kurugenzi hii ya mahusiano, ushirikiano wa kimataifa na mambo ya nje, kamati kuu imemteua Rahman Rungwe. Rungwe ni Rahman ana shahada ya uzamili kwa maana ya degree 2, Masters of Business Administration, aliyebobea kwenye masuala ya finance, na anaongea lugha 3 kwa ufasaha. Anaongea Kiswahili, anaongea Kiingereza, anaongea na Kirusi. Kwa hiyo ni mtu ambaye tumeamini kabisa atatosha kwa taaluma yake, kwa uwezo wake na ubobevu wake wa masuala mbalimbali ya kimataifa kuweza kukisaidia chama chetu kwenye kurugenzi hiyo. Mkurugenzi msaidizi katika kurugenzi hiyo ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ni Aisha Madoga. Huyu anafahamika, ni mhitimu wa sayansi ya kompyuta, yani computer science. Ni mtu ambaye ana uzoefu wa kutosha kwenye masuala ya kimataifa, hasa kwenye ngazi ya mahusiano ya vyama vya siasa katika ngazi ya kimataifa. Ni mtu ambaye ana exposure ya kutosha kwenye eneo la kimataifa, amepata mafunzo mbalimbali nje ya nchi, amekuwa ni mkufunzi kwa muda mrefu, na ndiye alimeshashika nafasi za kisiasa
kwenye ngazi mbalimbali na kwa nyakati mbalimbali. Kwa hiyo na yeye tumeona kabisa kwamba Aisha Madoga anaweza kuwa mkurugenzi msaidizi katika kurugenzi hii ya mahusiano ya kimataifa na mambo ya nje. Kurugenzi nyingine ni kurugenzi ya itikadi, mafunzo na elimu kwa umma. Kamati kuu imemteua Bwana Edward Kinabo kuwa mkurugenzi katika kurugenzi hii. Bwana Kinabo yeye ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akiwa ni mtaalamu wa sayansi ya siasa na utawala wa umma, yani political science and public administration. Lakini mbali ya hilo amesomea masuala ya mawasiliano ya kimkakati, yani strategic communication, mafunzo ya daraja la juu kwenye Chuo Kikuu cha John Hopkins nchini Marekani, kwa maana ya GHU nchini Marekani. Ni mkufunzi wa muda mrefu, ni mtu ambaye amefanya kazi kwenye taasisi mbalimbali, ni mchambuzi wa kisiasa na masuala ya siasa, na ni mtu ambaye haiba yake haitiliwi shaka hata kidogo kwamba anaweza akaongoza kurugenzi ya itikadi, mafunzo na elimu kwa umma. Mkurugenzi Kinabo atasaidiwa na mkurugenzi msaidizi Doris Mpatili. Doris Mpatili, yeye ni mhitimu wa shahada ya Chuo Kikuu cha Sauti kule Mwanza kwenye eneo la political science and public administration. Ni mtu ambaye ana uzoefu wa kutosha wa masuala ya vyama vya siasa, ameshiriki operation mbalimbali za kisiasa, ameshiriki mafunzo mbalimbali yanayohusu masuala ya kisiasa. Ni wazi kabisa ataweza kumsaidia Bwana Edward Kinabo kwenye kurugenzi ya itikadi, mafunzo na elimu ya juu. Kurugenzi nyingine ni kurugenzi ya sheria, katiba, haki za binadamu na maendeleo ya jamii. Kurugenzi hii bado tunafanya mashauriano nani awe mkurugenzi wake, kwa sababu kadhaa za kimkakati, na hivyo basi bado tumeiwacha wazi kwamba katika siku chache zijazo tutawatangazia jina la mkurugenzi wa sheria, katiba, haki za binadamu na maendeleo ya jamii. Lakini mkurugenzi huyo, na kwa sasa yeye ndo atakuwa kaimu mkurugenzi kwa sababu ndiye mkurugenzi msaidizi. Kamati kuu imepitisha jina la mkurugenzi msaidizi wa kurugenzi hiyo ya sheria, katiba, haki za binadamu na maendeleo ya jamii, Bibi Esther Fulano. Esther Fulano ni mhitimu wa chuo kikuu na tayari ameshamaliza shahada yake ya pili ya sheria na sasa anasubiri mahafali yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia ana uzoefu wa masuala ya siasa, ameshashiriki operation nyingi za kisiasa, ameshashiriki mafunzo mengi ya masuala ya kisiasa. Kwa ukijumlisha na elimu yake ya shahada ya uzamili kwenye eneo la sheria, ni wazi kabisa anaweza akamsaidia vizuri mkurugenzi wa sheria wa chama chetu cha Chauma. Kurugenzi ya 8 ni kurugenzi ya utafiti, ufuatiliaji na tathmini. Kurugenzi hii kamati kuu imemteua kijana mchapakazi, kijana ambaye ana uwezo mkubwa wa masuala ya kiuchaguzi, kijana ambaye ni wazi kabisa ana ufahamu wa kutosha wa masuala ya siasa. Tunaamini anaweza kuwa ni msaada mkubwa kwa chama chetu kwenye kufuatilia maelekezo ya chama, kwenye kutengeneza vigezo vya tathmini na kufanyia tathmini viongozi wetu, kufanyia tathmini shughuli mbalimbali za chama, na pia kuweza kufuatilia mambo hayo na kukisaidia chama. Na huyo sio mwingine bali ni Elia Mawa, Gregory Mawa. Huyu ni kijana ambaye nadhani wengi wanamfahamu, ni kijana machachari, na tunaamini umachachari wake utakwenda kuwasaidia mamilioni ya Watanzania wanaoweka imani yao kwenye chama chetu cha Chauma. Kwenye kurugenzi hiyo, Bwana Elia Gregory Mawa atasaidiwa na Bibiana Benedicto, ambaye kabla ya uteuzi wa leo na kabla ya secretariat kuvunjwa tarehe 19 alikuwa akihudumu kwenye idara ya uchaguzi, kampeni na organization ya chama chetu. Kwa hiyo sasa atakuwa ni mkurugenzi msaidizi kwenye idara ya utafiti, ufuatiliaji na tathmini.
Kurugenzi nyingine ni kurugenzi ya uchaguzi, kampeni na organization. Kurugenzi hii nayo pia inakwenda kuongozwa na kijana machachari mwenye uwezo mkubwa sana wa masuala ya kisiasa, mwenye uwezo mkubwa sana wa masuala ya kiuchaguzi, na mwenye uwezo mkubwa sana wa masuala ya kiorganization. Amekuwa ni kiongozi kwenye nyadhifa mbalimbali za kiutendaji na kisiasa. Amekuwa ni mshirika mzuri wa operesheni mbalimbali za kisiasa, na amekuwa mjenzi mzuri wa masuala ya mafunzo katika nyanja ya vyama vya siasa. Naye si mwingine ni Bwana Ismail Kangeta, ndiye atakayekuwa mkurugenzi wa uchaguzi, kampeni na organization. Kamati kuu imejiridhisha kabisa kwamba ana uwezo wa kusaidia malengo mapana ya chama chetu kuelekea uchaguzi mkuu na hatimaye baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Kwa unyeti wa kurugenzi hii, kamati kuu imeteua wakurugenzi wasaidizi wawili, kwa sababu kurugenzi hii ya kampeni, uchaguzi na organization ndio roho na ndio injini ya chama linapokuja suala la uchaguzi. Yenyewe ndio inayoshughulika na masuala ya viongozi, yenyewe ndio inayoshughulika na masuala ya uongozi, yenyewe ndio inayoshughulika na masuala ya muundo wa chama, yenyewe ndio itakayohusika na mikakati ya kampeni, yenyewe ndio itakayohusika na mikakati ya kiuchaguzi, kutengeneza taratibu za kiuchaguzi za ndani ya chama na kuhakikisha kwamba chama kinakidhi vigezo, na kwa maana na ile compliance ya masuala yote ya kiuchaguzi ya nje ya chama, kwa maana kwa upande wa tume. Kwa hiyo ndugu Ismail Kangeta atasaidiwa na wakurugenzi wawili kwa uzito na unyeti na umuhimu wa kipekee wa kurugenzi hii na nyakati tulizomo za kuelekea uchaguzi mkuu. Mkurugenzi msaidizi wa kwanza atakuwa ni David Chiduo, kijana machachari, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya siasa, mtu ambaye ameshashiriki operation nyingi za kisiasa, mtu ambaye ameshapata mafunzo mengi ya kiuongozi wa siasa na vyama vya siasa. Yeye atamsaidia kwenye eneo la organization. Mkurugenzi msaidizi wa pili atakuwa ni Bwana Mohamed Pume, ambaye yeye pia kama alivyo Chiduo ni mtu ambaye ameshashiriki masuala mengi ya kisiasa, operation nyingi za kisiasa, anaielewa nchi, anaelewa siasa za Tanzania, anaelewa nini Watanzania wanataka. Ninaamini atatusaidia vizuri kwenye eneo la kampeni na uchaguzi, na yeye Bwana Mohamed Pume atakuwa mkurugenzi msaidizi wa kampeni na uchaguzi. Baada ya wakurugenzi hao, kuna kundi jingine la kiutendaji na kitaalamu ambalo kamati kuu imeteua. Kundi la kwanza ni mtaalamu wa mikakati wa ndani ya chama. Imemteua Bwana Reginald Munisi. Huyu ni mtu mwenye uzoefu mkubwa kwenye masuala ya mikakati, sio tu ya kisiasa, hata kwenye sekta binafsi. Ni mtu ambaye ameshafanya kazi kwenye taasisi nyingi za kitaifa na kimataifa. Ni mtu ambaye ana upeo, weledi na exposure ya kutosha kwenye eneo la upangaji wa mikakati, usimamizi wa mikakati na utekelezaji wa mikakati. Ni mbobevu wa kutosha kwenye eneo hilo, ndugu Reginald Munisi. Kamati kuu pia imemteua Bibi Hadija Mwago, ambaye naye ana uzoefu mkubwa wa kisiasa, ana uzoefu mkubwa wa uendeshaji wa vyama vya kisiasa, ana exposure ya kutosha ya ndani na nje ya nchi, na hatimaye kamati kuu imemteua kwamba ndiye atakayekuwa mkuu wa utawala, rasilimali watu na uendeshaji wa ofisi ya makao makuu Dar es Salaam. Kwa hiyo kamati kuu imemteua Hadija Mwago kuwa mkuu wa utawala, rasilimali watu na uendeshaji wa ofisi ya makao makuu Dar es Salaam. Bibi Hadija Mwago atasaidiwa na mwanamama mwingine ambaye ana uzoefu mkubwa sana wa masuala ya uendeshaji wa siasa, operations za kisiasa, mafunzo ya kisiasa, kushughulika na wanasiasa, viongozi wa kisiasa. Bibi Salma Sharif, ambaye ndiye atakayekuwa mkuu msaidizi wa utawala, rasilimali watu na uendeshaji wa chama makao makuu. Aidha, kamati kuu imemteua pia Bibi Margaret Mlekwa,
ambaye na yeye ni mhitimu wa uhandisi, lakini pia ni mtu ambaye kwenye eneo la kina mama kwa muda mrefu ameshashika nyadhifa mbalimbali za kiuongozi kwenye suala la wanawake ndani ya vyama vya siasa. Ameshafanya siasa kwa muda wa kutosha, ameshiriki siasa kwa muda wa kutosha, amefanya masuala mengi ya kisiasa kwa kutosha kuwa mkuu wa dawati la jinsia. Tukiamini uzoefu wake wa kisiasa anaweza akakisaidia chama chetu cha Chauma kushughulika na masuala ya kijinsia kwa weledi mkubwa, kwa utulivu mkubwa, kwa hekima na kwa busara, ili kuhakikisha kabisa kwamba chama chetu sio tu kwamba kinatetea, bali kinalinda na kinaenzi haki za kijinsia katika uendeshaji wake na ufikiaji wake wa malengo. Na mwisho kimemteua Bwana Prosper Makonya kuwa mtaalamu wa masuala ya usalama na ulinzi ndani ya chama mpaka pale atakapoteuliwa mkurugenzi katika kurugenzi, naye apangiwe kazi kwa sababu ya uwezo wake, kujitoa kwake, ari zake. Kwa hiyo imemwelekea hakikishe Bwana Rashid Mohamed Hussein naye anapatiwa majukumu ili kulinda ari yake na chama kiweze kuvuna weledi wake ambao anao. Kwa hiyo ukiangalia jumla ya walioteuliwa ni 21, wanaume ni 13 sawa na 61.9%, wanawake ni 8 sawa na 38.09%. Ni imani yetu kwamba tutaendelea kupanda kwa sababu ni shauku yetu ya kuhakikisha kwamba tunakuwa 50-50 katika siku zijazo, ili kutoa nafasi pana ya mwanya kwa akina mama na katika suala zima la ushiriki wa siasa. Sasa secretariat ni chombo ambacho kama mlivyoona kina kurugenzi na unit mbalimbali. Kikikosa mtu kiunganishi, pamoja na kwamba katibu mkuu ndiye mwenyekiti wa hiyo secretariat na anasaidiwa na manaibu makatibu wakuu wawili, mmoja wa bara, mmoja wa Zanzibar, lakini lazima awepo mtu ambaye ataratibu shughuli zote za secretariat, kufuatilia maelekezo yote na maazimio yote ya secretariat na kuandaa ripoti za secretariat, kwa sababu ukikosa kiunganishi hicho, manake ni katibu mkuu mwenyewe sasa labda ndo awe anapokea, au manaibu makatibu wakuu ambao katika hatua sasa tunajua watakuwa na majukumu mengi sana. Kwa hiyo kamati kuu ya chama chetu leo imemteua ndugu Julius Gabriel Mwita kuwa katibu mkuu wa secretariat. Mwita ana shahada ya masuala ya wanyamapori, lakini pia ana shahada ya political science, na sasa anahitimisha shahada yake ya uzamili kwenye masuala ya utawala na serikali. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba ni mtu ambaye masuala ya sera, utafiti na masuala ya serikali. Kwa hiyo ninaamini kabisa ni mtu sahihi, ana uzoefu mkubwa sana wa namna secretariat zinavyofanya kazi, chama cha siasa kinavyofanya kazi, chama cha siasa kinavyoendeshwa. Ana uwezo mkubwa sana na ana exposure kubwa sana juu ya masuala ya kisiasa ndani na nje ya nchi, akiwa ameshika nyadhifa mbalimbali za kisiasa na za kiutendaji ndani ya vyama vya kisiasa. Kwa hiyo ndugu Julius Mwita ameteuliwa na kamati kuu kuwa katibu wa sekretarieti ya chama chetu. Waheshimiwa waandishi wa habari, uteuzi huu uliangalia sana mambo mawili au matatu. Kama ambavyo nimesema mwanzo, ni purpose yetu, malengo yetu tulio nayo hivi sasa. Hakuna jingine zaidi ya kushinda uchaguzi mkuu, kushinda madiwani, kushinda wajumbe baraza la wawakilishi Zanzibar, kushinda wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kushinda nafasi ya urais. Hayo ndio malengo yetu tulio nayo sasa. Kwa hiyo imeangalia watu ambao tunaamini kabisa wanaweza kwenda kutusaidia katika nyakati hizi kwenye lengo hilo, na sio vinginevyo. Na ndio maana tukasema kabisa kwamba chama sasa tunakigeuza kuwa electoral machinery. Na hamwezi kusema chama mkasema tu kamati kuu. Kwa hata kamati kuu yetu tumeazimia sasa inakuwa ni electoral machinery. Halmashauri kuu yetu itakuwa ni electoral machinery. Sekretari lazima electoral machinery, kwamba tunapokaa sasa ni chombo, ni mashine ya kukipeleka chama kwenye uchaguzi mkuu na sio vinginevyo. Kwa hilo tumelanga. Na sasa katika kufikia hapo
tumejitahidi sana kuangalia weledi wa watu. Ndio maana utaona tuliowachagua ni watu wenye weledi wa kutosha, hasa kwenye yale maeneo ya kimkakati yanayohitaji weledi. Unaona hapa mambo ya nje, tuna mtu ambaye ameshakaa sana nje huko, ameshasoma nje huko, anazungumza Kiingereza vizuri, anakipiga Kirusi vizuri, anakipiga Kiswahili vizuri. Ni mtu ambaye tukimpeleka mahala kuwakilisha chama kama mkurugenzi wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Bwana Rahmani, tuna amani, tunalala kabisa usingizi. Kuna eneo kama la habari, Mheshimiwa John Mrema ana weledi wa kutosha kwenye eneo hilo. Kwenye eneo kama la itikadi, mafunzo na elimu kwa umma, Bwana Kinabo ni mbobevu kwenye hilo eneo. Eneo la fedha, tuna CPA, mwenye CPA lakini pia ana masters degree ya masuala ya finance, Catherine Ruge. Kwa tumeangalia weledi wa watu wapi tuwapeleke waweze kukisaidia chama. Lakini tumeangalia pia na uzoefu wa watu. Tuliowachagua wote ni watu wasiotiliwa shaka kwenye eneo la uzoefu na kuelewa siasa za nchi hii. Ni vijana wadogo walio wengi, lakini ni mashine kweli kweli ambazo mimi katibu mkuu, kama ambavyo nilivyoridhika nao, hivyo kamati kuu ilivyowaona, na yenyewe ikasema katibu mkuu, umetuletea majembe, wape nafasi vijana wakafanye kazi, tushinde dola kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Lakini pia tumejaribu kuangalia sana uwakilishi wa maeneo mbalimbali. Tumeangalia sana. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia hapa, tumeweza kunyofoa kwenye mikoa mbalimbali. Kila kanda kwenye secretariat ya chama itakuwa ina uwakilishi. Angalau ina mtu anayetupa uzoefu kutoka kwenye kanda hiyo. Kwamba kule bana nadhani tufanye hivi na hivi. Hata kama hilo sio eneo lake, lakini kwa kuwa ni mjumbe wa secretariat, tunaweza tukashare uzoefu na ufahamu wetu juu ya masuala mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali kwa pamoja, kwa sababu tumejitahidi kadiri ya uwezo wetu kuweza kuvuna hiyo haki ya uwakilishi kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia tumejaribu kuangalia uwakilishi wa jinsia. Ndio maana utaona tunao akina mama, tunao akina baba. Lakini pia tumeangalia pia na makundi mengine, unaweza kusema ni vijana tu, tunaweza tukakaa mule ndani na mwenyekiti mwenyewe kijana, tukajikuta kwamba sasa mambo yanakwenda ujana wao, tukasema kama tukimesema hebu tuingize na mzee kidogo pale. Tumemuingiza Daktari Babu Kayumbo, ambaye ni mtu mwenye uzoefu mkubwa sana wa masuala ya kisiasa, ni daktari wa mifugo, ni professional mzuri. Kwa hiyo tumeangalia sasa makundi yote utayaona. Sasa ninajua mtu mwingine anaweza kauliza sasa mbona hatujaona Zanzibar? Kimkakati, kwa kuwa tumekubaliana sasa tunakifanya chama kuwa ni electoral machinery, tumesema tusigawe attention. Kama ambavyo tulivyofanya hapa, tutafanya hivyo Zanzibar. Tutafanya hivyo Zanzibar. Naibu katibu mkuu wa Zanzibar amepata udhuru kidogo, lakini tumeanza majadiliano na Zanzibar nako tunakwenda kutengeneza electoral machinery yake ya kuhakikisha inasimamia wadi zote, ya kuhakikisha inasimamia majimbo yote ili kufikia malengo yetu. Na baada ya hapo sasa tutakapomaliza uchaguzi mkuu ndio tutakuja kuunda operational secretariat ya uendeshaji wa chama. Kwa sababu sasa tutakuwa tumeshamaliza, wakati huo tutakuwa na jukumu kubwa la kukiendesha chama, kuendesha nchi, kuendesha bunge, kuendesha halmashauri. Kwa tutaunda secretariat. Kwa hiyo tunaamini secretariat hii ni ya kutupeleka mpaka tumalize uchaguzi mkuu. Baada ya uchaguzi mkuu tutaangalia na tutafanya mabadiliko pia kwenye secretariat yetu, kwa sababu tutakuwa tunahitaji watu sasa wengine sio tu wa kutuvusha kwenye uchaguzi, bali wa kukiendesha chama na kukisimamia chama. Kwa hiyo tumefanya kimkakati kwamba nguvu kazi yetu ya Zanzibar, talanta zetu za Zanzibar tusizigawe, tuziimarishe na zenyewe zisimamie Zanzibar. Tanganyika zijiimarishe kusimamia upande wa Tanganyika. Lengo letu ni kushinda dola. Baada ya kusema hayo, ninawapongeza sana wale wote walioteuliwa siku hii ya leo. Ninaamini kabisa kwamba tuna jukumu kubwa lililo mbele yetu, lakini ni wazi kabisa hakuna mgeni. Yaani hapa sote ni kama kuku wa kienyeji. Wote waliochaguliwa ni kama kuku wa kienyeji. Fungua banda, anajua hapa atakipata chakula na anajua njia ya kurudi nyumbani.
na hilo linatupa imani kubwa kabisa na matumaini makubwa kabisa kwamba mtiti slogan ya tunaendeleza tulipoishia hakika itakwenda kuzaa matunda, na matunda yake hayatakuwa faida kwa Chauma tu, bali ni faida kwa Watanzania ambao tumeamua kwa makusudi na kwa nia ya dhati kabisa kuwasemea, kuwapigania, kuwatumikia kwa uadilifu mkubwa. Baada ya kusema hayo, ninashukuru sana. Mungu awabariki, Mungu ibariki Chauma, Mungu ibariki Tanzania, na Mungu aibariki sekretarieti ya chama chetu. Asanteni sana. Kama kuna maswali sawa basi. Ndio. Labda kwa nini mmechagua Mwanza na sio eneo jingine? Alafu umesema kuna kampeni ya kuziba mapengo ambayo ukiongoza mneno kufanya. Ni kwamba mnaenda kwa kufanya uteuzi au mtafanya uchaguzi mdogo kuhakikisha yale maeneo yanapata viongozi ambao wanakuwa na ushawishi kwa wananchi wote. Swali jingine? Swali lingine ni tarehe 21. Ulisema kwamba wale wa kutangaza nia wafanye hivyo. Alafu kama tukishakaa tutatoka na mwongozo. Tunaona huo mwongozo kwenye hilo eneo kabla tuweke sawa. Hiyo inakuwaje? Na jambo lingine ni kuhusiana na tumezungumzia swala la hiyo ratiba ya kusogeza mbele, ratiba ya operation ya C4C. Hatujaambiwa pia na ratiba yake, yani kwa mfano kama mkishazindua hiyo Juni mosi, yani itakuwaje? Kwa sababu nilisema mtakuja na hiyo ratiba. Sifa hatujaambiwa. Katibu mkuu, pia tunaelewa Chauma bado mnaendelea kukusanya wanachama na kufanya kampeni mbalimbali. Tunafahamu ofisi za Chauma taifa ziko kwa mwenyekiti pale. Je, mmesema kwamba mnaenda kuanzisha ofisi rasmi kwa Zanzibar na bara? Ni tutegemee kwamba mnahama pale mlipokuwa sasa mnatengeneza ofisi mpya au tutawapata pale pale? Na kwa Zanzibar utaratibu unakuwa? Yameisha? Nianze na hili la mwisho, hili la uchokonozi hili. La kwamba tutakuwa pale pale au tutahama. Ni wazi kama ambavyo tumekubaliana kwamba sasa chama ni electoral machinery. Ni mashine ya kiuchaguzi. Ni wazi tutahitaji kuwa na eneo toshelezi yote ya kampeni na uchaguzi. Kwa hiyo tunakusudia kwamba pale patabakia kuwa ni ofisi ya mwenyekiti wa chama taifa, na vikao vyake vitaendelea kukaa pale. Ofisi ile imeshaanza maboresho makubwa kama mmepita siku za hivi karibuni, na tutatafuta eneo jingine la kufanya ngome ya mashambulizi ya kiuchaguzi, na hilo tutawatangazia, na tutakapokuwa tayari tutawaita na tutaizindua kwa pamoja. Kwa hiyo kwenye hilo muelewe hivyo. Swala la ratiba nzima iko wapi? Nimetuambia tu uzinduzi Mwanza. Baada ya hapo, kama ambavyo nilitangaza tarehe 21 Ubungo Plaza kwamba pengine ndani ya saa 72 naibu katibu mkuu bara atawatangazia ratiba nzima. Kwa hiyo ahadi iko pale pale. Kwa ratiba nzima na mambo mengine mbalimbali yanayohusu hiyo operation yatatangazwa kwa Watanzania na naibu katibu mkuu bara ambaye ndiye mkuu wa operation hiyo, akisaidiwa na second in command, yani mkuu wa operation msaidizi Henry Kileo. Kwa hiyo wao bila shaka watawaita, tayari mambo yameshakamilika. Leo tumeona tutoe nafasi ya jambo hili, kwa pengine kesho au kesho kutwa kadiri atakavyojipanga mheshimiwa naibu katibu mkuu bara atawaita na kuzungumza kwa detail ratiba nzima, maeneo tunayokwenda na kadhalika. Kwa hiyo hilo nafikiri ahadi yangu bado iko pale pale. Leo tu ni kwamba kamati kuu imeridhia operation hiyo ifanyike, imeridhia jina la operation, imeridhia muundo wa uendeshwaji na wa usimamizi wa hiyo operation. Sasa details nyingine
naibu katibu mkuu atakuja kutupatia. Swali la kutangaza nia, ulisema kwamba kamati kuu itakuja na muongozo kama nilivyosema tarehe 21. Ni kweli, na muongozo namba 1 ndio huu. Kamati kuu imeanza kutekeleza utekelezaji wa jambo hili. Ndio maana zinaundwa kamati za kusimamia, kuendesha na kuratibu kampeni na uchaguzi kwenye ngazi zote. Na nimesema moja kati ya jambo itakuwa na wajibu wa kufanya utafiti juu ya wagombea kwenye kata, kwenye majimbo kule Zanzibar, baraza la wawakilishi, kwenye majimbo ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na nafasi ya urais, kila mmoja kwa nafasi yake. Jimbo itafanya ngazi ya jimbo, kata itafanya hakikisha ngazi ya kata, taifa hapa tutahakikisha kwamba ngazi ya taifa ya mgombea urais na mgombea mwenza na mgombea urais wa Zanzibar. Kwa hiyo ndio utekelezaji ndio umeanza hivi. Kwa hiyo swala zima la utaratibu, watu watachukuaje fomu, watarudishaje fomu, watazirudisha wapi, ndio mchakato umeanza hivi. Na kwa kuwa tumekubaliana kwamba tunakwenda kwenye kuwa ni chombo cha kiuchaguzi, kamati kuu hata kama itakuwa inakaa kila siku, tumekubaliana hivyo, hata kama ikibidi kukaa kila siku, sio kwamba kukaa mara 4 kwa mwaka. Sasa hivi tuko kwenye mudi, kwenye modi ya uchaguzi, na tutahakikisha kabisa tunafanya kazi usiku na mchana kamati kuu, ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kwa wakati na yanakwenda kama yanavyopangwa. Kwa hiyo lile tamko nilisema kamati kuu itatoa utaratibu, itatoa mpango, ndio imeanza. Ndio maana leo imeshaanza kutangaza kuna kamati zitaundwa huko, zitaanza kuratibu kila mmoja kwa ngazi yake mpaka hapa taifa. Ndio mambo yameanza ndugu yangu. Sasa nilipokuwa nasema ndani ya chama tulikuwa tunajua tunakwenda vipi. Lakini tunaziba mapengo vipi, kufanya uchaguzi mdogo au nini? Hapana, utaratibu mzima kama nilivyosema tutautangaza Mwanza namna gani tunakwenda kuziba mapengo yetu. Lakini kikubwa kwa sasa ni zile kamati za kusimamia, kuendesha na kuratibu uchaguzi, kwa sababu ndio jambo kubwa ambalo liko mbele yetu. Sio tu swala la vikao vya kawaida. Kila tunapokaa, iwe kata, iwe jimbo, iwe wilaya, iwe mkoa, iwe taifa, ni masuala yanayohusu uchaguzi kwa sasa. Focus yetu ni uchaguzi. Attention yetu ni uchaguzi. Kwa hiyo ndio maana tukasema tunafanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ziko namna nyingi za kuziba alhamdulillah, za kuweza kuziba mapengo yetu haya, na kwa mujibu wa katiba yetu, lakini pia kwa mujibu wa mbinu za kimkakati kwenye eneo hilo. Na kwa nini Mwanza? Ni kwa sababu Mwanza. Kwa sababu ingekuwa Zanzibar vile wewe, kwa nini Zanzibar? Ingekuwa Kilimanjaro ungeniuliza kwa nini Kilimanjaro? Tungeenda Ruvuma ungesema kwa nini Ruvuma? Ni Mwanza kwa sababu ni Mwanza. Kwa tunakwenda Mwanza kuzindulia. Tumechagua Mwanza. Swali jingine? Asante sana, Mungu awabariki sana na watakia kila laheri.